Hiki ni kisa cha kweli kilichotokea mkoani Morogoro. Kuna binti mmoja aliyekuwa akiitwa Subira. Subira alijitolea kuuza kiwanja chake cha urithi ili aweze kumlipia mume wake Mkwawa ada ya chuo kikuu. Alipambana na lindi la ufukara akiamini kwamba Mkwawa ndiye atakayekuwa stara ya maisha yake. Lakini baada ya Mkwawa kuweza kupata kazi kubwa jijini Dar es Salaam, hakumchukua Subira, na pindi aliporejea kijijini alirudi akiwa na tabasuri ya dharau. Alimkabidhi Subira talaka bila ya kumwonea huruma. Subira hakulia, alimwangalia kwa moyo uliojaa mshakaha na maumivu ya nafsi, kisha akamwambia kwa sauti ya tetemeko, Mkwawa, ulinifanya kivuli cha taklifu kipindi cha shida, na sasa hivi umeamua kunilipa gilba badala ya fadhila. Baada ya kumaliza kutamka maneno yale, alidondoka chini na kuweza kupoteza fahamu. Na baada ya kudondoka Subira kupoteza fahamu, Mkwawa kuweza kumtazama, aliondoka bila kugeuka nyuma. Swali ni je, Mkwawa anastahili msamaha juu ya hili?